siku sio rap na football peke yake, kwa sababu watu wana rap na wanacheza, lakini exposure. Aisha Masaka alhamdulillah yuko mbele, ameona kule juu, lakini Frida Amani naye anasafiri sana, anakutana na watu tofauti, anaona. Kwa hiyo wamepata exposure, wametuletea jambo ambalo kwanza linatukutanisha pamoja, pili linapigania haki na usawa wa mwanamke, tatu linamuamsha mwanamke mwingine ambaye pengine amelala analia, haamini kwamba anaweza kutimiza ndoto, haamini kwamba anaweza kutoka mbele ya wanaume 200 300 au mbele ya wanawake wenzake milioni akasimama. Kwa hiyo ni awareness nzuri sana ambayo imeanzia kwenye exposure ya wachezaji, lakini pia na rapper Frida Amani. Ni jambo ambalo mimi binafsi kama mwana football nimelipenda sana na appreciate. Kawaida kwa nchi za wenzetu, lakini Tanzania imeonekana kama ni sana. Hata wachezaji wetu kama watu kutoka hapa kwanza kuna fulani tumetengenezewa inferiority complex, kwa maana ya kutojiamini, wakati mwingine kubaki nyuma, lakini kuna watu wanavozidi kwenda mbele wanazidi kukutana matukio haya mengi, kwa hiyo wanapata hiyo exposure nilivyokuambia. Kwa taratibu inaambukiza. Umemwona leo Aisha Masaka na Frida Amani, kesho yake utamuona Stumai atafanya labda na rapper mwingine, kesho yake utamuona labda rapper mwingine na mchezaji mwingine. Itatoka kwa mawapa itaenda kwa wabunge. Speaker Tulia atafanya na Halima Mdee, itatoka kwa wabunge itaenda kwa madaktari, atafanya hivyo. Kwa hiyo ni kitu kizuri taratibu. Haukuwa utamaduni, lakini tunauchukua kutoka kwa wenzetu, utamaduni wa kukutana kwa kupitia kama hizi na muziki na vitu vingine. Kwa hiyo naamini ilikuwa songe mwanzo, ila kwa namna ambavyo wametokea na Frida ita expand na tunapata kama haya mara nyingi zaidi. Namna ambavyo tumejitokeza siku leo na sherehe kwamba tumeanza tarehe 15 tuna mchezo mwingine wa WTF ambapo palipo panaendelea. Kwako James, unalosema kutokana inachezwa kwani? Inachezwa? Dabi. Lakini Simba wanaendelea kutangaza kwamba tiketi zinaendelea kuuzwa wao kama timu, lakini tunaona maandalizi yao na Azam TV wanaendelea kupromote. Simba nadhani ni mtu wa mwisho sana kuzungumzia mechi. Ni mtu wa mwisho sana. Mtu wa kwanza ni Young Africans, mtu wa pili ni bodi ya ligi, alafu wanakuja Simba Sports Club, kwa maana ya kuomba. Simba hata hawataki kuhamasisha, wanataka kuomba tu tickets VIP, VVIPs kwa ajili ya watu wao. Hao wengine watanunua. Lakini mimi nitakaposikia neno kutoka kwa idara ya habari na mawasiliano ya Young Africa kwamba inachezwa, hapo nitaweza kuizungumzia. Ila mpaka sasa hivi ni leo tarehe 7, tarehe 8, kwa namna ninavyoifahamu Young Africans kwa muda huu uliobaki, na kwa namna wamekuwa wakifanya wakiratibu timu yao na mazoezi yao, sidhani kama tarehe 15 pana kitu. Lakini kwa kile ambacho naamini kuna hatua itafanywa kwanza, alafu hiyo hatua ikifanywa soon mechi itatangazwa. Bado wanaendelea kutangaza kwamba mchezo upo. Ni kama mamlaka na Young Africans wanakwenda against it, wanashinda kutafuta suluhu mapema tu, watu wakashinda kupata sintofahamu hiyo ya tarehe 15. Yes, mamlaka wana kutangaza na Africans pia wanaendelea kusema. Young Africans wanajua sababu, wanajua kwa nini wanagoma. Na ukimwona mtu amekaa kwenye tawi la mti, mara nyingi sio amekaa kwenye tawi kwa sababu ya ule mti, amekaa kwenye lile tawi la mti kwa sababu ya mbawa zake, ndio anaziamini. Kwa hiyo kitokea lile tawi likavunjika, yeye anaruka. Ndicho kinatokea Yanga. Yanga ni ndege ambaye amekaa juu ya mti, juu ya tawi. Sio kwamba analiamini lile tawi, anaamini mbawa zake. Kwa hiyo kitendo cha Yanga kusema kama mlitumia busara kuvunja mchezo wa tarehe 8, tumieni busara kuvunja mchezo wa tarehe 15. Kuna namna naamini ameshikilia, anajua. Kama unawasupport Yanga msimamo wao kutopeleka timu uwanjani? Hapana, mimi sijawahi kusupport Young Africans wala Simba Sports Club wala bodi ya ligi. Mimi na support weledi. Nzuri, nimekuwa katika mazingira ambayo yanaruhusu sana weledi. Kwa hiyo mimi na support weledi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anaonesha element ya weledi, mimi namsupport. Nimewahi kupiga kelele sana, kuna kipindi na TFF walifanya kazi nzuri sana, walifanya weledi, lakini pia Azam Football Club nimewahi kuwazungumzia sana, na ndio mpaka leo hii nawazungumzia sana miongoni mwa timu zinazoongoza kwa weledi, Simba Sports Club, Young Africans. Kwa hiyo mimi sehemu yote ambayo naamini kuna weledi
na tamani sana kuona unanyooka pale. Mkiona sehemu kuna kama ingia toka, basi unaweza kaniona niko. Kwa mawazo yako kwenye huo weledi, wakati hapa kunaendelea na ushindani, mamlaka inasema mechi ipo, wakati pinzani pia wakitamani mechi iwepo, mwenyeji wa mchezo anasema mechi haipo na sitoshiriki mchezo huo. Haoni kwamba kwa hizi siku salia pengine mamlaka ingeona haja ya kushirikiana na mwenyeji kujua aidha nini kinapelekea mpaka mechi haichezwi na kutatua changamoto ambazo zinaweza kuwafanya wakajua wanatatua vipi tatizo hili kabla ya tarehe 15, kwa sababu inawezekana pia ikatokea usumbufu kama uliotokea tarehe 8. Ya kwanza ni utaratibu ambao wakifanya hivyo maana yake ni utaratibu wa kistaarabu na utaratibu ambao ni uwajibikaji, na uwajibikaji kimsingi ni utaratibu ambao tusidanganye Tanzania hatujajengewa. Wewe unaweza kukosea mwanao, ya bwana mwanangu mimi naamini nimekukosea wewe, ilibidi upate nguo mpya, ilibidi upate viatu vipya, inakuwa ngumu sana. Ukiniambia haraka haraka nikumbuke watu ambao wamewahi kuwajibika katika nchi, nitamtaja marehemu mzee Edward Lowassa. Alisimama bungeni akasema kwa hili nimesikitishwa, nimefedheshwa, lakini kwa vile nahusishwa na kaa pembeni. Ndio utaratibu ambao wenzetu wamekuwahi kufanya huko mbele na kwingineko kwingi sana. Kwa hiyo kama watafanya hivyo, Young Africans wameweka wazi kama watafanya kutakuwa na uwajibikaji na maelezo, basi wao wako tayari kuendelea na mechi. Nadhani hiyo ndio njia ambayo ya kwenda. Unaiona mamlaka kukata pointi 15 kwa Yanga ikitokea hawajaja tarehe 15? Sasa hiyo ni hesabu nyingine. Yaani ni hesabu nyingine ya baadaye. Yes, hiyo ni hesabu nyingine. Lakini ukiangalia wewe, tukiachana na yote haya, ukisema dabi ichezo tarehe 15, Yanga pale unamuona Simba ndio historia zaidi na Yanga kusimu. Yes, anaweza. Mimi miongoni mwa timu ambao nimewapa tiki ni Fadlu Rahman Davis. Ni mwalimu mzuri sana kusema kweli. Mimi naamini mbinu zake sana. Ukiangalia mchezo uliopita wa Simba Sports Club dhidi ya Young Africans, namna ambavyo mchezo ulikuwa unaenda, kama ulifuatilia uliona Fadlu hakuwa vibaya, timu ilikuwa vizuri. Kevin Kijiri amejifunga, lakini almost timu ilikuwa matokeo yanafanana na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia naamini ni mwalimu ambaye kwa kitendo chake cha kufika finali ya CAF Confederation Cup, kitendo chake cha kufika nusu finali ya FA kwa maana ya CRDB, kitendo chake cha kukimbizana kupishana pointi moja na Young Africans, ambaye anaweza akachanga karata vizuri na akaleta matokeo mengine tofauti na walimu wengine ambao wamepita. Nashukuru sana.